Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi nichangie kwenye mapendekezo yaliyowasilishwa mezani na waziri. Nianze, utakumbuka miaka 49 iliyopita, tarehe 5 mwezi wa pili, kilizaliwa chama maarufu sana duniani kinaitwa Chama cha Mapinduzi, na kwa hiyo leo tunatimiza miaka 49, na mimi naomba kuanza kwa kukitakia chama changu happy birthday. Tumefanya mengi kwa nchi yetu, vimebaki vyama vichache kama hichi. Kwa hiyo wana CCM wana kila sababu siku hii ya leo tunapokumbuka kuzaliwa kwa chama hichi kutembea kifua mbele, kwa sababu tumefanya mengi, nchi yetu inaendelea kuwa na utulivu. Lakini wapongeze viongozi ambao wanatuongoza, wakiongozwa na mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, wanakiongoza vizuri chama hichi. Kwa kuwa ni chama cha wanadamu, kinaweza kuwa na misukosuko, kina milima na mabonde. Moja ya siri ya uimara na uthabiti wa chama chetu ni uwezo wetu wa kujikosoa na kukosoana, na hili limekuwa ni msingi mkubwa wa chama chetu, na naamini tutaendelea nalo ili tuweze kuboresha kadri mambo yanavyoenda. Na Mwalimu alituambia kujikosoa na kukosoana ni silaha ya mapinduzi. Kwa hiyo happy birthday kwa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uamuzi wake wa kizalendo wa kuendelea kuiunda Wizara ya Mipango, na tumeendelea nayo, na naamini inatupa matokeo ambayo yanatupa faraja wa Tanzania, na nimpongeze kwa kuendelea kumwamini Profesa Kitila Mkumbo, mtu maarufu, mtu mwema, hodari na mzalendo sana, na yeye pamoja na timu yake ndio maana wamefanikiwa kwa uthabiti na uhodari mkubwa kutuletea dira ya mwaka 2050, na sasa wametuletea mpango elekezi wa muda mrefu, mpango wa kati na mpango wa muda mfupi, nyenzo ambazo huko nyuma hatukuwa nazo, na ndio maana matokeo hayakuwa mazuri. Kwa hiyo nimesimama kupongeza Kitila na watu wako kwa jambo hili jema ambalo mmelifanya, na kwa kweli tunamrudishia heshima rais wetu kwa kuamini kwamba mipango ndio msingi wa maendeleo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kwamba tumepata dira, tumepata hizi dokumenti 3 muhimu sana katika utekelezaji, sina mashaka kwamba dira itatekelezeka, lakini nataka kupendekeza mambo machache. La kwanza, ili hii dira itekelezeke, tuna eneo moja muhimu tukalimalizia. Mmeanza nalo vizuri kwenye taasisi za umma, kuwapata viongozi watakaoongoza taasisi za umma na bodi zao, uwazi, upatikanaji wao, lakini na mpango wa kusaini mikataba ya matokeo, kwa maana ya contract of performance, kwamba mtu akiwekwa mahali apewe malengo, asipoyatimiza kusiwe na mjadala wa yeye kuendelea kuwa pale, aondoke, tuweke mtu mwingine, mambo yaende. Sasa ninataka kupendekeza tuende mbali zaidi, twendeni na kwa watumishi wa umma wale wenye levo ya uongozi, kwa maana ya maafisa waandamizi, wakurugenzi, watendaji wakuu. Tumekuwa na utaratibu, watu wakishapewa wanabweteka mpaka wanastaafu, hata kama hawatakuwa na matokeo. Ninadhani ili mpango huu uende vizuri, ninakuomba Profesa, serikalini fanyeni uamuzi, hawa watendaji wa umma nao tuwape mikataba ya utekelezaji ambayo ndani yake itakuwa na malengo, tutayapima kwa muda mfupi na muda mrefu, na kama mtu hafanyi tusimumunye maneno, akae pembeni, tuweke wengine, tutasonga mbele. Tukiweka utaratibu kwamba nikishakaa nitakwenda mpaka nitastaafu, tutapiga mark time, na kazi hii nzuri mlioifanya haitakuwa na matokeo mazuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, la pili, nimependa tumekuja na hii dhana ya kutotekeleza mradi mmoja mmoja unavyojitegemea wenyewe.
tumekuwa na miradi ya mfano, lakini mmekuja na programu ya miradi mbalimbali, kwamba tunakuwa na mradi mkubwa na ndani yake kuna miradi ambayo inautegemea au inategemeana na huu mradi mkubwa katika utekelezaji, na hili ni jambo zuri. Nimeona hapa mmeleta programu ya miradi 7, ndani yake kuna miradi shikizi 45. Hili ni jambo zuri, litaongeza kasi ya ukuaji wa uchumi wetu, lakini litasaidia tupige hatua kwa kasi zaidi. Hili ni jambo zuri na naamini lisimamiwe, litekelezwe sawa sawa. Lakini katika hili nataka kupendekeza, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika zile program 7 mlizonazo, tuna program moja ya mradi wa kuchakata gesi asilia wa Lindi. Katika mradi huu ndani yake kuna miradi shikizi 3. Barabara ya kwenda kusini, kuna bomba la gesi, lakini pia kuna mafunzo maalumu kwa taaluma itakayotumika kwenye mradi huu. Mimi naomba kupendekeza tuongeze mradi mmoja shikizi kwenye hii program, mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Dar es Salaam Lindi kwenda Mtwara, na nitatoa sababu la jambo hili. La kwanza, concept ya kuunganisha bandari. Ujenzi wa reli unaunganisha bandari na bandari. Hapa tuna bandari ya Dar es Salaam, tuna bandari ya uvuvi ya Kilwa, tuna bandari ya Mtwara. Kwa hiyo reli hii inaziunganisha hizi bandari zote, itasaidia uchukuzi wa mizigo na abiria, lakini reli hii itakwenda kutuunganisha na reli mnayoiita ya kusini, reli ya kutoka Mtwara kwenda Mbamba Bay, kwa sababu imehang peke yake. Tuiunganishe na bandari ya Dar es Salaam, itatusaidia mizigo, lakini ni mradi shikizi kwa mradi wa gesi, kwa sababu huu mradi wa gesi mkubwa, dola bilioni 42, sio mradi mdogo. Hakuna mradi unaofikia kwa gharama yake, lakini ujenzi wake utachukua miaka 7. Wakati wa ujenzi tutaingiza mitambo hapa nchini mingi, itapitia bandari ya Dar es Salaam. Inafikaje Lindi? Ndio maana nikasema ninadhani vizuri katika miradi ile 3 tuongeze 4, tuwe na mradi wa reli ya kisasa unatoka Dar es Salaam unapita Kilwa, unaongeza thamani ya bandari yetu ya Kilwa na uvuvi pale, unaingia Lindi, na wakati wa kurudi tuna mzigo wa simenti ya Dangote na kadhalika. Ninaomba Profesa ufikirie tuongeze kwenye miradi shikizi kwenye huu mradi, programu hii kubwa ya mradi wa LNG. Kiangalia imepangwa vizuri sana, imetawanywa mahali kwingi na ina fedha nyingi, lakini na nafurahi kwamba mnakubali itaendeshwa kwa sehemu kubwa na private sector, lakini private sector ambayo haijaandaliwa na haijaandaliwa kwa makusudi na serikali haitaweza kushiriki kwenye hii miradi. Matokeo yake hizi fedha zitakwenda nje. Kwa hiyo mimi nataka kutoa wito kwa serikali, msikwepe wajibu wa kuiandaa private sector kushiriki. Kwa mfano kwenye huu mradi wa Lindi, na wakati wa kampeni alipokuja mgombea urais tulimwambia tunapendekeza VETA za kusini zitengeneze program maalumu ya kuwatrain mpaka watoto wa darasa la 7, watoto wa darasa wa form 4 na kadhalika, waende kuhudumia kwenye gesi hii. Tusipowaandaa mpaka walinzi watatoka nje ya nchi, na hii ni wajibu wa serikali. Lakini hata private sector yenyewe, nyie serikali ndio ambao mnajua fursa ziko wapi. Msipokaa nao mkadhani wataona wenyewe. Private sector za wenzetu tunazoona zimeendelea, zimeandaliwa, kuna mkono wa serikali kwenye ujuzi, kwenye fursa, lakini kuwawezesha kupata mitaji. Tusione aibu, tuiwezeshe private sector ishiriki. Nadhani hili kubwa sana. Tukifanya hivi kwenye miradi yote, hii fedha haitaenda nje, itabaki hapa ndani na tutashuhudia maendeleo makubwa. Mwenyekiti, kwa sababu ya muda niendelee swala la TAMA. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunaomba kura, Mheshimiwa malizia hoja ya mwisho maana muda umesogea. Dakika 2 za mwisho. Wakati tunaomba kura tulikuwa na kauli mbiu kwenye kampeni yetu, utu, kazi na utu. Kauli mbiu hii haikuja bahati mbaya. Katika imani 3 za Chama cha Mapinduzi, mojawapo ni utu wa binadamu.
Kwa hiyo haikuwa bahati mbaya, na mimi nataka kukiomba chama changu kuanzia mwanzo hapa tunapoanza mipango ya utekelezaji wa dira, hili swala la utu liwe wazi, tulione moja kwa moja kwenye mipango ya serikali. Tukienda kwenye machinga tuone utu, tukienda kwa wakulima tuone utu, tukienda kwenye matendo ya vyombo vya dola tuone utu. Tukimumunya maneno CCM itaondoka jamani. Tuisimamie swala la utu liwe sehemu ya kacha yetu. Mwalimu alituambia serikali kwa asili yake ni chombo cha mabavu. Wanaweza kuregulate hili ni chama kupitia bunge, mabaraza ya madiwani, lakini na vikao vya chama vyenyewe. Nataka kuomba na CCM tusimumunye maneno kwenye swala la serikali kuthamini utu wa binadamu, kwa sababu ndio imani ya chama chetu, na tusione aibu kuisimamia macho kwa macho ili tusonge mbele. Asante sana.